Katika harakati za kupambana na ajira katika nchi ya Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewaasa vijana kukimbilia fursa zilizopo katika nchi ya Tanzania. Nasi leo Clouds tumefika hapa mkoani Pwani, wilaya ya Kibaha, katika kata ya Mkuza, kuja kujionea, kuzungumza pia na mzee ambaye ameamua kujiajiri. Yeye anatengeneza magitaa ya muziki kwa ajili ya kuhakikisha na wauzia baadhi ya watu ambao wanakuwa wanahitaji kutumia magita hayo, na hapa ameweza kuelezea. Nimeanza miaka hiyo ya 92. Nimeanza kwa kama kawaida, yani nimeanza kwa kama ni vitu vya kuchezea. Sio kwamba ni kitu cha kufanya kazi, hapana. Lakini nilijiamini, nilikuwa nimeanza kama ni vitu vya kunikamilishia hobi yangu. Kwa hiyo nikafanya, nilipofanya nikaona kwamba kumbe naweza, nikaendelea nayo mpaka leo. Hizi ndizo faida na changamoto ambazo ameweza kukutana nazo tangu alipoanza kazi hii ya utengenezaji wa magitaa kwa ajili ya muziki. Naongezea kipato, kwa mfano kwa sehemu fulani. Naongezea kipato. Wanasoma, wana wengine wako chuo sasa hivi, wengine wako sekondari. Mchango mwingine unatokana na hii kazi ninayofanya kabisa. Kwa hiyo natoa mchango. Moto ni kukubalika. Kwa hiyo Watanzania sio wote wanaowakubali Watanzania. Na vitu vyetu, hata kama mimi nimetengeneza haya magitaa, nimeanza muda mrefu, nimekwambia. Matoleo yangu ya kwanza niliuza Mbeya, nikauza Dar es Salaam, hayana shida lolote. Lakini kuyakubali kwamba kumbe kwa Tanzania tunaweza, waje kwa wingi, waje wanunue. Wengine wa makanisa yangu kabisa wananifahamu, lakini wananunua, wanaenda kununua sechu Dar es Salaam kwa bei kubwa. Kwa hiyo kukubalika ni changamoto. Baada ya mazungumzo, ameweza kuiomba serikali kwamba iweze kumwangalia kwa jicho la kipekee ili kumsaidia aweze kuendeleza kiwanda chake cha uzalishaji wa vyombo hivi vya muziki. Ombi ni kwamba kuangalia, sio kwamba kwa mtu ambaye kwenye kipaji cha gitaa, lakini kuna watu wengi wenye vipaji wa Tanzania. Hebu tuwashike sana wenye vipaji wa Tanzania. Wenzetu wanaendelea kwa sababu hawadhalau fani ya mtu, hasa mtu mwenye bidii katika jambo fulani. Na ndicho ambacho wanatupita sisi. Kwa sababu watoto wao wanaonekana wana akili sana. Hawana akili sana, wana akili kama za kwetu, isipokuwa wana watu wanawawezesha. Na kile ambacho mimi ninapofikia, kwa mfano sasa hivi natengeneza kwa mkono, natengeneza gitaa kama hii hapa. Lakini kama mimi ningewezeshwa sasa na serikali, alafu nikanunuliwa vifaa, nikatengeneza, sinatengeneza gitaa kama gitaa. Kwa hiyo ingewezekana, tungewezeshwa, nafikiri tungefika mbali. Na huyu ni mmoja wa watu ambaye ameweza kutumia magitaa haya tangu alipoanza kutengeneza mzee huyu, naye ana yake ya kuongea. Ni kweli nimekuwa mtumiaji mzuri wa haya magitaa. Huyu mzee kazi yake imekuwa ni njema, akisambaza gitaa zake sehemu nyingi. Amekuwa na ujuzi mkubwa. Mimi nashukuru Clouds kwa kumfikia. Inaweza ikawa ni moja ya kuweza kumsaidia kusambaza kazi yake kupitia Clouds. Kwa mimi naomba Clouds jaribu kumsaidia mzee, amekuwa na kazi yake njema. Na hayo ndio mazungumzo yetu na mzee huyu ambaye yeye anatengeneza magitaa haya ya muziki, na tumeshuhudia kijana ambaye amezungumza juu ya ubora wa vifaa hivi vya muziki ambavyo anatengeneza mzee huyu. Naitwa Andrew by Guest Name wa Clouds.